Anawachukua wanakijiji na kuwafanya kuwa misukule, kisha anawalazimisha kulima mashamba yake ya mahindi usiku na mchana. Mtoto wake alichukuliwa pia na kufanywa msukule. Na yote haya yalitokea wakati mama yake alipokuwa ameenda kujifungua kijijini. Lakini kabla hatujaendelea, nisaidie kulike video hii kisha subscribe ili usipitwe na simulizi nyingine kali na za kusisimua. Sasa, bila kupoteza muda, tuanze simulizi yetu. Katika viunga vya mji wa Songea, mkoa wa Ruvuma, kulikuwa na tajiri mmoja aliyejipatia umaarufu mkubwa katika shughuli za kilimo cha zao la mahindi kusini mwa Tanzania. Mashamba yake yalionekana kutokuwa na mwisho, yakimeza milima na mabonde. Alikuwa akisambaza mahindi yake ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Aliwauzia taasisi za binafsi na za umma. Lakini mashamba ya tajiri huyu hayakulimwa na watu wa kawaida. Yeye alitumia misukule, watu waliodhaniwa wamekufa, lakini kumbe walichukuliwa kiroho na kimwili kumtumikia maisha yao yote. Na kibaya zaidi, aliwalimisha misukule hiyo usiku na mchana. Misiba kijijini hapo ilikuwa haiishi. Leo kilio nyumba hii, kesho nyumba ile. Leo mkizika hapa, kesho mnazika pale. Kibaya zaidi, baadhi ya wanakijiji walishuhudia kwa macho yao ndugu zao waliodhaniwa wamekufa na kuzikwa, wakitumikishwa kulima kwenye yale mashamba. Lakini kila walipojaribu kuwasogelea na kuwashika ili wawatoe, walipigwa na radi nzito na kufa hapo hapo. Hivyo wengi wa wanakijiji waliishia kutazama tu. Mmoja wa wanakijiji walioishi jirani na mashamba ya tajiri huyo alikuwa ni Mzee Ndunguru. Binti yake Felista aliishi jijini Dar es Salaam na mumewe aitwaye Bernard, pamoja na mtoto wao wa kiume wa miaka 12 aliyeitwa Baraka. Muda ulisonga na Felista alikuwa mjamzito wa mtoto wa pili. Miezi ya kujifungua ilipokaribia, mumewe alipata safari ya dharura ya kikazi nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Alipaswa kusafiri na kuelekea jijini Arusha. Hivyo, alimshauri Felista afunge safari na mwanae Baraka waende Songea nyumbani kwa Mzee Ndunguru ili akajifungulie kule akiwa chini ya uangalizi wa ndugu. Felista alikubali na maandalizi ya safari yalianza. Felista alisindikizwa na mumewe hadi stendi kuu ya mabasi ya mkoani, Mbezi Luiz, na safari ikaanza mara moja. Siku chache baada ya kufika kijijini, uchungu wa uzazi ulimshika Felista. Alikimbizwa kwenye zahanati ya kijiji na kumwacha Baraka, yule mtoto wa miaka 12, nyumbani chini ya uangalizi wa ndugu zake. Kule zahanati, hali ya Felista ilikuwa mbaya. Presha ilipanda sana. Ikambidi daktari amweke chini ya uangalizi maalum. Alifanikiwa kujifungua mtoto wa pili, ambaye alikuwa ni mzima na mwenye afya. Lakini Felista alilazimika kulazwa hospitalini hapo kwa wiki moja nzima ili kuokoa maisha yake. Lakini furaha ya kupata mtoto mpya ilizimwa ghafla siku aliyoruhusiwa kurudi nyumbani. Alipofika nyumbani, akiwa amembeba kichanga chake mkononi kwa tabasamu, alikuta kundi la majirani na ndugu wakiwa wamekaa kimya uani. Nyuso zao zilijaa hofu na huzuni nzito. Felista alikosa nguvu, magoti yakalegea. "Kuna nini hapa? Baraka yuko wapi?" aliuliza kwa sauti inayotetemeka, akimwangalia baba yake, Mzee Ndunguru. Mzee Ndunguru akiwa ameinamisha kichwa chini, huku machozi yakimtoka, alishindwa kuongea. Mmoja wa shangazi zake alimsogelea, akamshika bega na kumwambia kwa kigugumizi, "Felista, mwanangu, pole sana. Siku ile uliolazwa hospitalini, Baraka alipata homa kali ya ghafla. Tulijaribu kumpa dawa lakini alitutoka usiku huo huo." Felista alipiga kelele kwa uchungu uliotikisa kijiji.
mpaka kichanga chake kikastuka na kuanza kulia. Mwanangu amekufa. Kwa nini mmekaa wiki nzima bila kuniambia? Kwa nini hamkunipa taarifa nilipokuwa hospitalini angalau nimuone mwanangu kwa mara ya mwisho? Felista alisema kwa uchungu huku akilia. Hali yako ilikuwa mbaya sana. Daktari alisema presha yako ipo juu. Shangazi aliendelea kujitetea huku akitetemeka. Tungekupa taarifa, hali yako ingekuwa mbaya zaidi na hata kupelekea kifo. Zaidi ya hayo, ugonjwa uliomuua mtoto ulikuwa wa ajabu. Mwili wake ulianza kuharibika na kuvimba kwa kasi sana. Ilitubidi tumpeleke makaburini na kumzika haraka kabla haujaharibika zaidi. Ghafla, mume wa Felista aliingia. Alikuwa ameshapata taarifa za kifo cha mwanawe alipokuwa mkoani Arusha kikazi. Vilio vilianza upya tena. Safari hii Felista akilia zaidi. Siku hiyo hiyo, Felista na mumewe walipelekwa makaburini. Walipofika kwenye eneo la makaburi ya kijiji, Felista alianguka juu ya kaburi la mwanae, akilia na kukumbatia ule udongo. Lakini ghafla, Felista alisikia sauti ya Baraka ikimuita. Mama, mama, nisaidie. Felista aliinua kichwa na mbele yake hatua kadhaa alimuona mwanae Baraka. Baraka mwanangu, Felista alisema kwa mshangao. Lakini mumewe na ndugu hawakumuona Baraka. Walihisi labda Felista amechanganyikiwa kutokana na mshtuko. Hivyo waliamua kumbeba kwa nguvu na kurudi kijijini. Ilikuwa ni siku ya kuondoka. Ilikuwa ni mchana kweupe, jua la saa 7 likiwaka utosini. Njia ya mkato aliyokuwa wanapita ilipita pembeni mwa shamba kubwa la yule tajiri. Pikipiki ilipokuwa inakata kona karibu na lile shamba, macho ya mume wa Felista yalitupa kule shambani. Mita chache tu kutoka barabarani, Kulikuwa na kundi la misukule. walikuwa wakilima kwa kasi ya ajabu bila kupumzika. Macho yake yaligongana na mtoto wa kiume aliyekuwa anabeba magunia makubwa ya mahindi. Alikuwa ni Baraka. Baba na mama walipiga kelele kwa uchungu. Kabla hata pikipiki haijasimama vizuri, Bernard alijirusha chini na kuanza kukimbia kwa kasi kuelekea shambani. Mwanangu, mwanangu amekufanya nini? Alilia kwa sauti ya kiume iliyojaa maumivu, huku akivuka mipaka ya shamba. Felista naye alishuka haraka, akiwa amemkumbatia kichanga chake, akitaka kumfuata mumewe. Lakini yule mwendesha bodaboda aliruka haraka kutoka kwenye pikipiki yake. Alimkimbilia yule baba, akamdaka kiunoni kwa nguvu na kumzuia kwa mikono yote miwili, huku akimvuta kurudi barabarani. Kaka, unafanya nini wewe? Mwendesha bodaboda alimfokea, huku akitetemeka kwa hofu, jasho likimtiririka. Tuondoke hapa. Ni hatari sana unachofanya. Huyo sio mwanao tena. Yule ni msukule. Ukisogea pale wote tutakufa na hicho kichanga chenu. Bernard alijaribu kupambana kwa nguvu zake zote, akipiga mikono. Niache. Huyo ni mwanangu. Hakufa. Lazima nimchukue. Felista naye alikuwa analia kwa uchungu barabarani, akimsihi mumewe arudi kwa kuogopa kupoteza familia yote. Kwa kutumia nguvu nyingi, yule mwendesha bodaboda alifanikiwa kumzidi nguvu Bernard. Alimburuta mpaka kwenye pikipiki. Panda tuondoke kaka. Huu mji una wenyewe. Alimuonya kwa ukali. Bodaboda iliwashwa kwa kasi. Wakaondoka eneo lile, huku nyuma Baraka akiwa amepumbazwa na madawa ya kishirikina, akiendelea kulima kama roboti, bila hata kugeuka kutazama sauti za wazazi wake zilizokuwa zinafifia kwa mbali. Safari ya kwenda stendi ilifia njiani. Mume wa Felista, Bernard, alimwamuru mwendesha bodaboda ageuze pikipiki na kurudi haraka sana nyumbani kwa mzee Ndunguru. Hasira iliyokuwa inawaka ndani ya kifua chake ilikuwa kali kuliko jua la mchana ule. Pikipiki iliposimama tu uani,
Bernard alishuka kama simba aliyejeruhiwa. Alikimbia moja kwa moja hadi jikoni, akachukua panga, kisha akatoka nje na kusimama katikati ya uwanja. Bernard aliita kwa sauti ya hasira, "Ndunguru, toka nje wewe na ukoo wako wote kabla sijamwaga damu ya mtu hapa." Mzee Ndunguru akiwa na shangazi na ndugu wengine waliokuwa ndani walitoka nje wakitetemeka, wakishangaa kuona wageni wao wamerudi wakiwa na ghadhabu. "Kuna nini mkwe wangu? Mbona umeshika panga?" Mzee Ndunguru aliuliza kwa hofu, akirudi nyuma hatua mbili. "Niambie ukweli kuhusu mwanangu." Bernard alifoka, macho yake yakiwa mekundu kwa hasira na machozi. "Nakuuliza wewe, unataka kumla mwanangu nyama na wachawi wenzio wa hiki kijiji, si ndio?" Maneno yale yalipenya kama mkuki kwenye mioyo ya wale ndugu. Mzee Ndunguru alikosa nguvu, magoti yakamlegea. Akaanguka chini na kupiga magoti mbele ya mkwe wake. "Mkwe wangu, punguza jazba na unisikilize." Mzee Ndunguru aliongea huku akimwaga machozi. "Kuondokewa na Baraka kumeniuma na mimi pia kuliko navyodhania. Hapa kijijini kumekuwa na tabia ya watu kufa katika mazingira ya kutatanisha. Na mbaya zaidi, watu hao huwa wanaonekana kakifanya kazi kwenye lile shamba la tajiri yule. Vikao vingi vimekaliwa na wanakijiji juu ya kupata suluhisho la hili tatizo bila mafanikio. Kwani mmiliki wa hilo shamba ni mtu mwenye nguvu na pesa. Na mbaya zaidi, anatumia nguvu za giza. Hata mimi binafsi nilihisi kabisa kuwa kifo cha mjukuu wangu si kwa mipango ya Mungu. Lakini ningefanya nini sasa?" Felista aliposikia vile, alizimia pale pale uani. Bernard alishusha lile panga chini, akivuta pumzi nzito. "Siwezi kuondoka huu mji hadi nijue hatima ya mwanangu. Na kwenda kumchukua mwanangu, na yeyote atakayenizuia nitakata kichwa chake." Ilikuwa ni saa 8 usiku. Kijiji kizima kilikuwa kimefunikwa na giza nene. Katikati ya shamba la mahindi, mamia ya misukule walikuwa wakilima. Mume wa Felista akiwa ameshika panga lake alikuwa anavizia kwenye ukingo wa shamba, lakini hakuwa peke yake. Kwa mbali Mzee Ndunguru alimfuata nyuma akiwa ameshika dumu la mafuta ya taa na kiberiti. Hatia ilimtesa mzee yule. Akaamua ni heri afe yeye kuliko kumwacha mkwe wake apambane peke yake. Bernard alimuona mwanae. Alikuwa amebeba gunia, akitembea kwa shina kuelekea kwenye gala kuu lililokuwa katikati ya shamba. Hapo hapo galani alisimama yule tajiri mchawi, akiwa ndani ya vazi jeusi na kilemba chekundu, akiwa ameshika fimbo yake nyeusi. Bila kuogopa chochote, Bernard alijitokeza kutoka kwenye maficho na kukimbia kwa kasi kuelekea katikati ya shamba. "Muache mwanangu wewe shetani!" Bernard alipiga ukelele mkubwa, akimrukia yule tajiri. Lakini kabla hata hajamfikia, yule tajiri aligeuka kwa kasi, akanyoosha ile fimbo yake nyeusi angani. Nguvu za giza zilimrusha Bernard hewani na kumwangusha chini kwa kishindo. Panga lake liliruka mbali. "Naona umeamua kukatisha maisha yako mwenyewe," tajiri aliongea huku akimsogelea Bernard anayegagaa chini. "Sasa hutakaa uione familia yako tena. Utakuwa msukule kama wengine na kunitumikia hadi kufa kwako." Aliinua fimbo yake juu. Baraka ambaye alikuwa amesimama pembeni kama sanamu hakuweza hata kumtambua baba yake anayeenda kuuawa mbele yake. Kabla fimbo haijashuka, kivuli kilitokea kwa nyuma. Alikuwa ni Mzee Ndunguru. Alikimbia na kumwaga lile dumu la mafuta ya taa moja kwa moja kwenye mwili wa yule tajiri mchawi. "Rudi kuzimu likotoka." Mzee Ndunguru alisikika na kuwasha kiberiti, kisha akamrushia yule tajiri. Moto mkubwa ulilipuka na kumfunika yule mchawi. Alipiga ukelele wa ajabu, ukelele ambao haukuwa wa kibinadamu. Kadiri moto ulivyokuwa unamteketeza, ndivyo nguvu zake za giza zilivyokuwa zinapungua. Hapo hapo kulitokea mtetemeko mkali pale shambani. Fimbo yake nyeusi ilipasuka vipande vipande. Ghafla, wale misukule wote, akiwemo Baraka,
walianguka chini na kupoteza fahamu, ikiwa ni ishara kuwa roho zao zimeachiliwa kutoka kwenye vifungo vya yule mchawi. Benadi alinyanyuka haraka, akamkimbilia mwanaye Baraka na kumkumbatia kifuani, akilia kwa furaha na maumivu. Mzee Ndunguru na mkwe wake walimbeba Baraka na kukimbia kutoka kwenye lile shamba, huku nyuma moto ukiendelea kuteketeza mwili wa yule tajiri mchawi. Asubuhi yake kijiji kizima kilikusanyika. Yule tajiri alikutwa akiwa amekufa, huku mwili wake ukiwa umeungua vibaya sana. Watu walikumbatiana na ndugu zao ambao walisemekana wamekufa miaka mingi. Kumbe walikuwa hai katika kifungo cha uchawi mzito.